Siri ya watu wema kutoishi miaka mingi. Bila shaka unafahamu kuwa watu wema hawaishi sana duniani kama walivyo watu waovu. Ni nadra sana kwa watu wema wenye tabia nzuri wanaosaidia jamii na hata kutenda matendo mema kuishi sana mpaka kuzeeka kama walivyo watu wabaya, wachawi, wauaji, majitu yenye roho mbaya au watesi katika jamii. Pengine ndio maana watu huwa wanasema kizuri hakidumu. Nafikiri ni kwa sababu hiyo. Mtu akishaanza kujipambanua kama mtu mwema, akawa na roho nzuri, akaanza kusaidia wazazi, ndugu, utashangaa mara ghafla kapata ajali, kafa au kaugua kafa faster. Lakini lile jitu ambalo lina roho mbaya hata kwenye ajali aghalabu usalimika ili kuendelea kuishi. Adam na mkewe Hawa au Eva, kama tunavyomuita Wakristo, angeulizwa kati ya Kaini na Abel nani atangulie mbele ya haki, basi nadhani wazazi wake wangetamani Kaini pasua kichwa aondoke haraka, yani kwenye ulimwengu wa mwili. Lakini ushawahi kujiuliza hii inasababishwa na kitu gani? Sio kwa sababu ni Mungu anaamua hivyo, bali ni kwa sababu ya kitu kinaitwa uvutano uliopo kati ya roho njema na ulimwengu wa kiroho. Ukiwa unatenda mambo mema sana, lazima roho yako iwe na uvutano na ulimwengu wa dunia ya nne. Na ukiwa unatenda mambo mabaya kama Kaini, dunia hii au ulimwengu wa kimwili ambao tunaoishi, tunaoita dunia ya tatu, utakuwa unakukumbatia ili uendelee kutenda matendo hayo ya laana, kwa sababu ardhi ililaaniwa kwa sababu ya mwili, si kwa sababu ya roho. Mtenda matendo mema anapendwa kila mahali, duniani na peponi. Yaani ni ruru kwenye ulimwengu zote hizo mbili. Yeye ni rafiki wa kila kitu chema kinachoonekana na kisichoonekana. Rafiki wa watu, wadudu, wanyama, malaika, na pia ni rafiki wa Mungu. Kifo kwa watu wema ni mlango wa kuwapeleka kwenye maisha bora zaidi mara 100 ya haya ambayo tunaishi hapa duniani. Kwa hiyo ndugu yangu, usiogope kutenda matendo mema kwa kuhofia kifo. Kwa mtu mwenye kufa ni faida, ni kuruhusiwa kwenda kuishi nyumbani. Duniani si kwetu, ni kwa jirani au ni matembezini hapa. Fanya ulichokuja kukifanya, ukimalize uondoke. Ukutumwa ili uwe rafiki wa dunia. Asante sana.